Ripoti za HV Media zinaruka kutokea hapa katika mji mkongwe wa Mikindani uliopo manispaa hii ya Mtwara Mikindani, ambapo HV Media jana usiku tulikuletea ripoti ya watoto watatu kuzama majini na wawili kupatikana wakiwa hai, lakini mmoja bado alikuwa amesalia majini. Sasa taarifa ambazo tunakuletea za sasa hivi ni kwamba mmoja ambaye alisalia mwili wake umepatikana ukiwa unaelea baharini na kufikishwa hapa katika kituo cha afya Mikindani. Baadhi ya mashuhuda wameeleza namna tukio hilo lilivyotokea na jitihada za maokozi. Tamiru Salmu Hamisi, lakini pia ni mwenyekiti wa wavuvi wa tarafa Mikindani. Ili tukio mimi nimekuja kupata taarifa jana kwenye saa 12 naenda kwenye saa 1. Ndio nikasikia kwamba kuna watoto watatu wamepotea. Nilivyohoji nikaambiwa kwamba ilikuwa wanaenda kuchokoa, lakini baada ya kuferi kuchokoa wakaingia kwenye mtumbwi wakaenda kwenye kunazi. Maana yake kunazi zinapatikana maeneo ya Mvita. Kwa hiyo wakaja Mnaida wakashua mtumbwi wakaingia wao wakavuka hii bahari. Kwa hiyo walikuwa watatu. Kwa hiyo walivyoenda wakafika eneo la tukio, wakadhivuna zile kunazi. Wakati wanarudi sasa, ndio wanarudi sasa hivi, maana yake tayari kumeshaanza kucha na maji yanajaa. Kwa hiyo kuna upepo tunaita matalai, ndio yakaanza kuibuka yale matalai. Huyu mmoja anawaambia wenzake msikae pembeni, msikae pembeni, bahari tayari imeshaanza kuwa na wimbi. Lengo lao warudi waje wafike maeneo ambao walipochukua mtumbo walipoanza safari yao. Kwa hiyo hali ya watoto na maana kwamba kaudi anayesema mwenzi wao wanacheka. Huyu aloka anatoa tamko, huyu yeye kidogo bahari anaijua kwa sababu waga anaenda baharini na baba yake siku ya likizo. Kwa hiyo hakuchukua muda, wimbi limekuja limewapiga, mtumbwi umejifunika. Kwa hiyo walivyojifunika ule mtumbwi, yani maana yake hawakuwa mbaru. Ulipojifunika ule mtumbwi tayari pale tafarani imeshaanza. Nyinyi tusiende mbali tufuatane. Lakini wakati huo wanapiga kelele, mtu okoe, mtu okoe, mtu okoe. Wamefuatana hivi. Huyu marehemu kwa mazungumzo wanavyosema, kwa taarifa nilokuwa nayo, yeye alitangulia mbele. Huyu mwingine huyu alikuwa kati. Huyu ambaye anayajua maji alikuwa nyuma. Kwa hiyo anawaangalia wenzake hawa jinsi wanavyokwenda. Kwa hiyo walivyoenda akaona hapa sisi huku tusiende. Ni bora afadhali turudi sasa tuje tuushike mtumbwi wakati tupige kelele. Maana tukiacha mtumbwi sisi tutakuwa tutashindwa, tutafika tunakoelekea. Rudini huku tuje tushike mtumbwi. Mmoja akarudi akafika pale. Nao wakafika. Mwenzi wao walipomwangalia kule mara amewapotea. Yaani maana yake tayari kashadhama. Kwa jina naitwa Hamisi Weso Mnyenje, ni mkazi wa manispaa Mtwara Mikindani. Kwa sasa kuna baadhi ya wenzetu wamefanya juhudi toka jana usiku na asubuhi wametoka, na kuna baadhi ya wenzetu nao pia wamejitahidi kutoa muda wao, wanatembea kando kando ya bahari. Maana kwa sasa maji yanatoka na inasemekana maji yakitoka mara nyingi kama kuna kitu chochote kinakuwa kando kando ya bahari. Kwa hiyo baadhi wako juu, kuna boti bado iko fiber iko juu pale inaendelea na uchunguzi, na baadhi wako kando kando ya bahari nao watafuta, na sisi kwa sasa ndio tunaelekea huko kwenda kwa saidia. Tumezungumza na mganga mfawidhi katika kituo cha afya Mikindani ambaye amethibitisha kifo cha kijana huyo ambaye ana umri wa miaka 13 na mwanafunzi wa kidato cha kwanza hapa katika shule ya sekondari. Naitwa Dr. Maria Mohamed Omar, mganga mfawidhi kituo cha afya Mikindani. Nao mida saa 3:15 asubuhi hii tumepokea mwili ambao mtoto alikuwa anaitwa Mrisho Hassan mwenye miaka 13, alikuwa anasoma form 1. Huyu mtoto walizama jana mida ya saa 10 jioni baharini. Ndugu jamaa na marafiki waliendelea na changamoto na pilika za kumtafuta, wamefanikiwa kumuona leo. Kwa hiyo hapa kituoni kwetu amefika leo mida saa 3:15. Nilienda kuangalia ule mwili, ila kwa bahati mbaya alikuwa tayari ameshafariki. Hakuanza ile yoyote ile ya kuishi. Kwa hiyo nimemwangalia tayari ameshafariki, ila mwili yani hauna madhara yoyote, labda kwa ametafunwa na samaki au mdudu yoyote yule. Kifo chake itakuwa ni amezama, amekunywa maji mengi na hii kuchelewa kuokolewa.
kukaa kwenye maji siku mzima, ndio iliyosababisha mpaka yeye kufariki. Taratibu zilizopo ni kuwakabidhi ndugu mwili kwa ajili ya kujiandaa na mazishi. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoa wa Mtwara eleza jitihada alizofanya mpaka kupata mwili wa kijana huyo. Majina anaitwa Mrakibu Msaidizi Ambrose Fendunguni, afisa operesheni wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara. Jana majira ya saa 2 tulipata taarifa ya tukio la maokozi, kwa maana kupotea kwa mtoto ambaye walikuwa katika bahari hii ya kijiji cha Mvita, kata ya Naumbu. Baada hapo tukaanza jitihada za kitaalamu za maandalizi ya kuja kwenye tukio. Mapema leo hii alfajiri, kwa kushirikiana na wananchi ambao walitoa boti yao na sisi jeshi ambao tulikuwa na vifaa vya kisasa vya kuweza kuzamia na kuogelea kwenye maji, tukaanza jitihada za kumtafuta. Kwa mbinu ambayo tulikuwa tumetumia ni kuangalia uelekeo wa maji na mkondo wake unaelekea wapi. Kwa hiyo tukabaini kwamba kwa muda huu mtoto huyu atakuwa yupo kwenye maji, bado hajatoka nchi kavu. Kwa hiyo tukashirikiana na vijiji jirani kama Pemba Pwani, kwa maana ya wananchi wa Pemba Pwani. Basi sisi kwa ujumla wetu, jeshi na wananchi, asubuhi hii tumeweza kumpata mtoto huyo katika kijiji cha Pemba Pwani majira ya asubuhi sasa hivi. Kwa baada ya hapo, jitihada nyingine tumezifanya za kumleta hapa katika hichi kituo cha afya kwa ajili ya taratibu nyingine za kitabibu. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunatoa wito kwa wananchi kwamba wawe karibu na watoto, kwa maana wasiwaache mbali watoto, mara kwa mara wafahamu watoto wapo wapi, wanacheza na nani, na sio tu kusubiri mtoto mpaka arudi nyumbani jioni. Hapana, mtoto lazima ujue mara kwa mara taarifa zake yupo wapi na anacheza wapi. Lakini kingi hapo sina la ziada. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Nikusiku subscribe, hakikisha na comment YouTube channel yetu, pasi na kusahau tunapatikana pia katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa anwani hiyo hiyo ya Chivihi Media. Hakika sisi tunakuunganisha wewe na ulimwengu. Asante mpaka wakati mwingine.